Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hivi karibuni atalitangaza eneo la mlango wa bahari la Hormuz kuwa ni ardhi ya Marekani na kwamba itakuwa chini ya umiliki wa Marekani, huku serikali ya Iran ikijibu kusema kwamba haitatishwa na vitisho vya Marekani. Rais huyo wa Marekani katika hotuba yake amesema baada ya kumaliza kuishinda Iran ambayo inashindwa vibaya sana, hivi karibuni nitatangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Trump alisema hayo siku ya jana Ijumaa katika chuo kipya cha polisi cha kaunti ya Nassau huko Garden City, New York. Trump pia alisema kizuizi cha Amerika cha njia ya kimkakati ya maji bado ipo na kuongeza kuwa hakuna meli inayopita isipokuwa mpaka pale tutake sisi, anasema rais wa Marekani bwana Donald Trump. Amesema kuwa uongozi wa Iran umekatishwa tamaa na vita hivyo na kuongeza, hilo ni mojawapo ya matatizo yangu, hakuna wa kufanya naye mazungumzo. Rais huyo wa Marekani bwana Trump anazidi kuaminisha Amerika kwamba Wamarekani ndio ambao wanamiliki lango la bahari la Hormuz, na katika siku za hivi karibuni atakuja kutangaza eneo hilo kuwa ni mali ya Wamarekani, kwa maana Marekani italichukua kwa nguvu eneo hilo. Hata hivyo, Trump amesema kizuizi cha Marekani bado kipo katika bahari katika eneo hilo la Hormuz, na kwamba hakuna namna nchi yoyote inaweza ikapitisha meli na hakuna yeyote mwenye kudhibiti eneo hilo isipokuwa Marekani. Trump amesisitiza kwamba uongozi wa Iran umekatishwa tamaa na vita hivyo, na ameongeza kuwa hilo ni mojawapo ya matatizo yangu, kwa maana nimesababisha nchi kuwa katika matatizo makubwa. Hakuna mtu ambaye anaweza akafanya nayo mazungumzo nchi ya Iran. Ni tatizo, nimesema kwamba, na nina uhakika kuwa hakuna mtu ambaye anaweza akawa sawa katika nchi hiyo. Ndiyo nchi pekee duniani ambayo hakuna mtu anataka kuwa rais, anasema rais wa Marekani Donald Trump. Kuhusu kupanda kwa bei ya gesi inayohusiana na vita, Trump alisema, kwa hivyo mnapaswa kulipa kiasi zaidi kwa petroli yenu. Kumbukeni tu mnafanya hivyo ili nchi mbovu sana isipate mfadhili mkuu wa serikali ya ugaidi duniani. Hatutaki kuwa na silaha za nyuklia, anasema rais wa Marekani Donald Trump. Maafisa wa jeshi la Iran hata hivyo walipinga kwamba Marekani inadhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, na wakisema kwamba amri ya kijeshi ya Iran ndio inayotolewa, na imeyaita madai hayo kuwa ni madai ya uongo asiokuwa na msingi na ni ya uzushi ya propaganda ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba umiliki wa Hormuz upo chini ya Marekani. Hilo si kweli. Wao wanasema kwamba umiliki wa Hormuz upo chini ya wa Iran. Akijibu pia matamshi ya Trump jana Ijumaa, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Kazem Gharibabadi alisema kuwa Tehran haitatishwa na vitisho au udhihirisho wa nguvu wa Washington. Amesema katika ukurasa wa X kwamba njia ya kimkakati ya maji ya Hormuz itafunguliwa au kufungwa tu chini ya mamlaka ya Iran, na kwamba Marekani haina nafasi kwa sasa katika lango hilo la bahari. Kufikia Agosti 12 katika siku 166 tangu kuanza kwa vita, meli 3371 zilivuka katika mlango wa bahari wa Hormuz, karibu 20% ya ujazo wa trafiki kabla ya vita, na kulingana na data kutoka Kipla, kampuni ya uchunguzi wa data ya bidhaa na usafirishaji iliyotajwa na shirika la habari la CNN. Marekani na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano mwezi Aprili na baadaye kutia saini makubaliano mnamo Juni 17 na kuanzisha mazungumzo kuelekea makubaliano ya mwisho. Lakini mazungumzo hayo baadaye yalikwama kutokana na kutokukubaliana juu ya uhakikisho wa usalama na uhuru wa kusafiri katika bahari kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, mojawapo ya njia za kimkakati zaidi duniani na za usambazaji wa nishati na biashara duniani. Kuanzia Julai 8 hadi 24, Marekani na Iran zilibadilishana mashambulizi zaidi ya kijeshi, huku Washington ikianzisha mashambulizi ndani ya Iran. Tehran ilijibu kwa kushambulia kile ilichokitaja kuwa vituo na zana za kijeshi za Marekani kutoka nchi kadhaa za Kiarabu zikiwemo Jordan, Bahrain pamoja na Kuwait. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.